Imeandikwa na mtumishi wa Mungu Paulo ambaye ni mtume wa Yesu Kristo. Ingawa Paulo aliandika mambo haya, tunapoangalia katika maandiko, Paulo aliandika mambo hayo akiwa katika kifungo. Amefungwa katika Rumi, na kule Rumi ilikuwa mbali kidogo na Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama mchungaji na kiongozi alikuwa makini kuhusu mahitaji ya watu aliyokuwa amewahudumia kule Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo akiwa katika gereza alikuwa makini, kwa sababu kuna watu ambaye alikuwa amewahudumia kule Rumi, kule Efeso. Na maandiko inasema ya kwamba akachukua nafasi ya kuweza kuwaombea, akawaandikia waraka huu ili kuwatia moyo wale ambao walikuwa wanapitia changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hata siku ya leo tunapitia katika changamoto. Kuna wakati mwingine tuna changamoto za maisha. Kuna wakati mwingine kuna changamoto za magonjwa. Kuna wakati mwingine kuna changamoto za kukosa fedha. Wakati mwingine tunakosa chakula. Wakati mwingine tunakosa mavazi. Lakini kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kama wanadamu tukiwa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zaidi ya hayo, tungali na baraka za ajabu rohoni ambazo tunaweza kuwabariki hata watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Hii ilimfanya mtumishi wa Mungu Paulo akiwa gerezani. Mnajua maisha ya gereza ni magumu. Maisha ya gereza unalala wakati wanataka ulale. Maisha ya gereza unakula wakati wanataka ukule. Maisha ya gereza unafanya kazi vile wanataka ufanye kazi. Lakini zaidi ya hayo, mtumishi wa Mungu alikuwa kwa makini kwa ajili ya wapendwa wa Efeso ambao alikuwa amewahudumia wakati ambapo alikuwa amewasimamisha katika imani. Kwa hivyo wakati ambapo alikuwa na hizo changamoto, alikuwa anawakumbuka katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Na huyu Paulo akaanza kumwomba Mungu, akiombea kanisa la Waefeso kulingana na habari ambazo alikuwa amezipokea. Bwana Yesu asifiwe. Habari alizokuwa amezipokea ni kuhusu imani waliokuwa nao na upendo waliokuwa nao kwa watakatifu wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kirombo tukiwa na imani ya kuendelea. Wale wanaotusikiza, wale wanaotujua, wanaposikia imani yetu tunaendelea, tuna nguvu za kuendelea, inawatia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wanasimama na sisi katika maombi. Wanaposikia kwamba tuna upendo katikati mwetu, ule upendo ulio katikati mwetu unawatia nguvu ya kuweza kusimama pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, hata wakati ambapo una changamoto, wakati ambapo unasikia unaumia, unakumbuka hata kuombea watakatifu wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Wakati wewe una njaa, unaanza kuombea wengine. Hata kama wanakula, unaenda kuombea. Amen. Sio hata kwa sababu mimi nina njaa siwezi kuombea watu. Hapana. Tuna kitu ndani ya rohoni ambayo tunahitaji kuwabariki watu wengine. Hiyo ilimfanya mtumishi wa Mungu Paulo akawa na nafasi ya kuweza kuombea kanisa la Efeso hata kama wakati alikuwa katika kifungo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninawaambia kwamba wakati tunasikia habari za Wakristo, hasa sisi viongozi, wakati uko nyumbani unasikia Kirombo watu wanaendelea vizuri, Kirombo watu ni wazima, inakutia moyo wa kuweza kusimama na wao kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasikia kwamba kanisani kuna upendo, watu wanapendana, wanasaidiana, wanaombeana. Kama kiongozi inakutia moyo. Lakini wakati unasikia watu wamekurusana, wakati unasikia kwamba watu hawana nguvu za kuweza kuendelea. Nimesikia ushuhuda wa dada mmoja hapa anasema hata kama alitukanwa, hata kama alizarauliwa, lakini alikuwa na moyo wa imani wa kuendelea. Na ndiposa akapata kile ambacho walikuwa wanamtukana nacho, na amesimama nacho akisema hakika Mungu alionekana. Haleluya. Wapendwa, wakati unadharauliwa,
Wakati unatukanwa, usikate tamaa. Kuwa na imani ya kuweza kuendelea. Hiyo ndio iliyomtia Mungu, mtumishi wa Mungu Paulo, moyo wa kuweza kusimama na wapendo hao katika maombi. Maana walikuwa na moyo wa kuendelea. Walikuwa wanadumu katika neno la Mungu. Ikamfanya wakawa na upendo na ikamfanya mtumishi wa Mungu kusimama na wao katika maombi. Kwa hiyo katika maombi ambayo ukiangalia katika maandiko haya, ombi ambalo Paulo aliweza kuomba, jambo la kwanza alimshukuru Mungu ni kwa sababu ya imani ya Wakristo wa kule Efeso na upendo waliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo akauliza Mungu ili awape Waefeso roho ya hekima na ufunuo ili wamjue Mungu vyema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tunataka kumjua Mungu vyema, ni jinsi mtumishi wa Mungu Paulo anavyomuomba Mungu awatie hekima watu wa kanisa la Efeso ili wamjue huyu Mungu vyema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kukaa kanisani, tunaweza kuimba kanisani, lakini hatuna hekima ya kuweza kumjua Mungu ambaye tunamuimbia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tukimjua huyu Mungu vizuri, tukimwelewa vizuri, tukiwa na hekima ya kumjua vizuri, tutamuimbia Mungu tukijua tunamuimbia Mungu. Tutasifu Mungu tukijua kwamba tunamsifu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hata wakati ambapo shida zimekukumba, changamoto zimekukumba, unajua kwamba kuna mtetezi wako. Unajua kwamba kuna huyo Mungu. Hekima ya Mungu inakufunulia ya kwamba wewe huyo Mungu atakusaidia. Huyo Mungu atakuokoa. Huyo Mungu atasimama na wewe. Yesu asifiwe. Kwa hilo ndilo ombi ambalo mtumishi wa Mungu Paulo aliweza kumwomba Mungu ili watu wa kanisa la Efeso wakaweza kufunuliwa, wakapewa hekima ya kumjua huyu Mungu vizuri. Amen. Tukisoma katika ule mstari wa 17, maandiko inasema akaomba ili wakaweza kujua ile tumaini na wito wa Mungu juu yao. Amen. Hilo ndilo ombi ambalo mtumishi wa Mungu Paulo aliweza kuomba. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukimjua jinsi ama tukijua jinsi tumaini la Mungu lililo katika wito wetu na kujua vile tutakavyorithi pamoja na Mungu wetu. Unajua mtu anarithi vitu vya baba yake. Amen. Haleluya. Mama asema mimi siwezi kuja kurithi vitu vyako. Hata jamii watanikataza, hata ukoo utanikataza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watoto wako wana haki ya kurithi vitu vya mama yao. Wana haki ya kurithi vitu vya baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi pamoja na wewe tuna haki ya kurithi vitu vya Mungu wetu. Amen. Vitu vizuri ambavyo Mungu wetu yuko navyo, mimi pamoja na wewe tunahitaji kuvirithi. Haleluya. Tunahitaji kurithi Roho Mtakatifu. Tunahitaji kurithi vipawa vya Mungu katika Ukristo wetu. Maana ni vitu vya baba yetu. Tunahitaji mafunuo. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kufundisha katika nyumba ya Jehova. Maana hizo vipawa vyote ni vya Mungu. Na hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu anajaribu kuzungumzia ya kwamba wajue tumaini la Mungu katika wito wetu. Amen. Kuna tumaini la ajabu kwa Mungu wetu kulingana na wito ambalo tumeitwa. Jambo la tatu, wajue jinsi ilivyo bora wa ukuu wa uwezo wake Mungu ndani ya waaminiao. Amen. Kuna uwezo mkuu ndani yetu wale ambao wanamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kile kitabu cha Efeso 1:19-22, ombi hili tunatufunza kweli ambazo ni mbili: umuhimu kuhusu huyu Kristo na pia hadima ya kanisa.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kuhusu huyu ukuu wa Yesu Kristo na uwezo wake huyu Yesu. Maana huyu Mungu alimfufua Kristo kutoka katika wafu na akashinda kifo. Kuna watu wengi wamekufa lakini hawajashinda kifo, wangali makaburini, na maandiko inasema wakati Kristo atakapoinuliwa, hapo ndipo walio makaburini watatoka ndani, watakapohukumiwa kulingana na matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko tunapoisoma tunaona ya kwamba huyu Yesu Kristo ambaye aliweza kufa, Biblia inasema alifufuliwa na amekaa katika mkono wa kulia wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Yeye anatawala ulimwengu wa sasa na hata ulimwengu utakao kuja. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameketi upande wa mkono wa kuume wa kulia wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Yesu anatawala juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka, nguvu na sultani ulimwenguni humu na hata katika ulimwengu unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna yule aliyepewa mamlaka kama Yesu Kristo, ambaye anatawala katika ulimwengu huu na hata ulimwengu utakaokuja. Yesu ametundikwa madaraka juu yake ya kuweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, maneno haya yanatutia moyo kujua ya kwamba huyu Yesu Kristo aliyefufuliwa kutoka katika wafu ana nguvu, ana uwezo wa kuweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine maandiko haya yanazungumza juu ya adui wa kiroho na mamlaka katika ulimwengu huu, mashirika na matendo ya kimatamatuni. Unajua hiyo adui wa neno la Mungu wakati mwingine ni tamaduni zetu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema sisi kabila yetu inafanya hii, sisi tunafanya kimila hii. Bwana Yesu asifiwe. Inaanza kupingana na neno la Mungu. Watu wengine, mashirika mengine hata haiabudu Mungu, inaabudu adui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni maadui katika ule ufalme wa Kristo. Lakini zaidi ya yote wanashindwa kwa sababu Yesu ana nguvu na ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema jina la huyu Yesu limeinuliwa juu ya majina yote, yatatiwa katika ulimwengu, juu katika ulimwengu unaokuja. Ni jina la Yesu ambalo limeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kila koti litapigwa mbele zake. Jina la Yesu limeshinda majina yote, lina mamlaka kwa majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake. Amewekwa kuwa juu ama kichwa juu ya vitu vyote. Huyo ndio Mungu amemwekea vitu vyote viko juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vyote viko chini ya mamlaka ya huyu Yesu Kristo. Amen. Na huyu Yesu Kristo ndiye asiyeshindwa, mwenye nguvu zote, anayetosha, aliye mkuu juu ya vitu vyote, naye anajeza vyote katika hali zote kwa ajili ya kanisa. Watakatifu wanastahili kumtii, kumwamini, kumpenda na kuweka tumaini lao juu yake peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tumaini lingine pasipokuwa ni Yesu. Tunahitaji sisi wa Kristo tuweke tumaini letu ndani ya Kristo. Tuishi tukijua ya kwamba Yesu Kristo aliyekufa akafufuka na amekaa katika mkono wa kulia wa Mungu anatuombea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na siku moja Biblia inasema ya kwamba atarudi kulichukua kanisa. Atakuja kulichukua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuenda kuwapeleka mahali ambapo ameenda kuandaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mama, ndugu yangu, dada yangu, waje tuweke tumaini yetu ndani ya Kristo.
Wengi wameweka matumaini yao katika vitu vinavyoharibika, katika vitu vinavyopotea, lakini mimi pamoja na wewe tunahitaji kuweka tumaini letu ndani ya huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukiwa wagonjwa tumuita Yesu, tukiwa na shida tumtumainia Yesu, tukiwa na matatizo tumuita huyu Yesu, na Yesu Kristo yu tayari kutujibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu Paulo alivyohimiza kanisa la Efeso. Alitaka umjue Yesu vizuri, alitaka umjue Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kanisa la Kirongo, wache tumjue Mungu vizuri. Tuombe Mungu atupe hekima ya kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Na imani ikae ndani ya mioyo yetu, upendo ukae ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona mwenzako nakosa muambie na iwe imeisha. Usibebe watu moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na upendo wa unafiki. Ya kwamba unadanganya mama huyu ninakupenda, lakini ukitoka hapo unasema huyu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni upendo wa unafiki. Paulo alipoona kanisa la Efeso, aliwaona wakiwa na upendo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha mimi nikienda mahali, wacha nizungumza mambo mazuri kumhusu George. Wacha George akienda mahali azungumza mambo mazuri kunihusu. Wacha wewe mama Beatrice ukienda mahali zungumza mambo mazuri kwa mama Assembly. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo unapokuja pamoja, Mungu anaonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wale ambao wanatusikiza, wale wanaotujua vizuri, unajua wanatumulika. Wanaendelea namna gani? Wamekombana, wamepigana, mioyo yao inayoyuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wanaposikia kwamba kanisa la Kirongo wanajenga vizuri, wanafanya mambo yao vizuri, hakika kila wakati mahali walipo wanaanza kuwaombea, wanaanza kusimama na nyinyi, wanaanza kunyosha mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo Paulo aliweza kuongea kuhusu upora wa ukuu wa uwezo wa Kristo ambaye amekaa katika mkono wa kulia wa Mungu, naye amepewa mamlaka ya kutawala na ukuu, na kwa jina lake Kristo ni kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka tuelewe vizuri. Tuelewe vizuri. Katika nyaraka hizi ambazo Paulo aliweza kuandikia kanisa la Efeso, yeye aliweka wazi ya kwamba kanisa sio jengo, kanisa sio mchungaji, kanisa sio mapango, kanisa sio dhabahu, kanisa si mchungaji, kanisa ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu wapendwa, tunapokuwa katika kanisa hili, tunapokuwa katika jengo hili, kanisa la kwanza ni wewe pamoja na mimi. Amen. Hapo ndipo Yesu anapatikana. Hili ni jengo tu la kukaa ndani. Tukirembesha ni sawa kwa sababu tunakuja kukutania ndani. Lakini Yesu anatazama wewe, anatazama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe tuelewe ya kwamba kanisa si jengo, kanisa ni wewe, kanisa ni mimi. Tujitakase, tujilinde vizuri, Yesu akae ndani ya mioyo yetu. Hilo ndilo kanisa. Na hilo ndilo kanisa ambalo Kristo atakuwa kulinyakua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simaanishi tusijenga makanisa, simaanishi tusinabesha makanisa. Hapa tunakuja kukutania pamoja. Lakini kanisa la kwanza, hata kama tutajenga kanisa kiasi gani, kanisa linabeka kiasi gani, lakini mioyo yetu haina Mungu, mioyo yetu haina utakatifu, hatuendi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Turembesha kanisa, turembesha mioyo yetu. Kanisa ling'are, mioyo yetu ing'are. Hapo tunaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waache tumtumainie Yesu. Waache tumkubali huyu Yesu. Kanisa ni mwili wa Kristo. Ukisoma katika kile kitabu cha Efeso 1:23, kanisa ni mwili wa Kristo. Watu walio watakatifu wanaotafuta Yesu katika mpango wa Mungu milele na hata milele. Kanisa lina nafasi, wito na adhima
maalumu zilizoanza mbinguni na kutanda hadi duniani, ndiposa Mungu amelipata baraka za rohoni nafsini mwetu mkuu kama Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo lengo la kanisa. Kanisa ni Yesu Kristo. Kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanapokuja pamoja, walio na imani moja, walio na utakatifu, wanaliitwa kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanamwakilisha huyu Kristo. Kanisa lilianza na Kristo Yesu, na lipo ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwanzilishi wa kanisa ni Yesu Kristo, na akianzisha kanisa, kanisa limo ndani ya Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, mtumishi wa Mungu alivyoandika maandiko haya, mambo mengi aliyonena, alinena maneno ambayo nimeyasoma, hata kama wakati ambapo alikuwa katika kile kifungo, lakini kwa sababu ya amani waliokuwa nayo na upendo waliokuwa nayo, ilimtia moyo kuweza kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninahitaji tukae katika ule upendo, tukae katika ile amani. Wakati ambapo tumepatwa na mambo mengi na shida nyingi, tusione ya kwamba ni mwisho. Hapana, tuwe na imani ya kuweza kuendelea, tuwe na amani ya kuweza kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Ili Yesu Kristo aonekane ndani ya maisha yetu, na wakati Kristo atakapoonekana ndani ya maisha yetu, tusiogope kumshukuru na kumuinua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapokuja kusimama hapa na kumshuhudia huyu Yesu, yana matendo makubwa ambayo ameyatenda, anamwaibisha shetani. Maana kila wakati shetani anataka tushindwe, kila wakati shetani anatuletea vitisho, kila wakati shetani anatuletea magonjwa, ili aone kama tuna vilio. Lakini tunaposimama na kusema Mungu aliniponya, nilikuwa mgonjwa, Mungu akanisaidia, shetani anaaibika. Bwana Yesu asifiwe. Wale maadui, kuna watu wengine wakati wewe unalia ni furaha yao. Amen. Wakati wewe unasikia uchungu, wao wanasikia raha. Amen. Lakini utakaposimama wakati wamesikia raha na useme ya kwamba nimekuwa na shida, lakini Mungu amenisaidia, amenitoa katika shida hiyo, ni pigo kwao. Maana sio lengo lao waone kwamba umefaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo maombi ambayo tunaomba ni kwamba Mungu atusaidie hata kwa ajili ya maadui zetu. Amen. Wanapotutafuta wasituone, wamuone huyu Yesu. Wapigane na huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaotangaza kushindwa kwetu wasikie kwamba tumefaulu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ndio kwa sababu Paulo aliweza kuombea kanisa la Efeso. Maana walikuwa watakatifu, walikuwa akiwa anawahudumia, walishika lile neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame kwa miguu yetu miwili. Najua kwamba umepitia katika changamoto. Wakati mwingine imani yako imerudi nyuma. Wakati mwingine umekuwa ukiona kwamba ni mimi tu ambaye ninapitia changamoto hizi. Mara nyingi shetani hukuambia kwamba Mungu amekuacha. Lakini nataka nikwambie, licha tuna changamoto, licha tunapitia changamoto, lakini